Asante. Tutakwenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 tutafika ule mstari wa 30. Mathayo 11 mstari wa 28 tutafika hadi ule wa 30. Ndio somo la leo litakalo kwenda kutuwakilisha kwa siku hii ya leo kwenye kilele hiki cha maombezi. Mungu awabariki. Katika utatu nitawatangulia kusoma. Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mmepata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu anatualika kwa siku hii ya leo kwamba tuende kwake na mizigo tulionayo. Manake tuna mizigo hapa. Tuna mizigo mizito ambayo tunaenda nayo, tunatembea nayo, tunalala nayo. Popote pale tunapokanyaga tunakanyaga na mizigo. Ndio Yesu alitujua kwamba sisi tuna mizigo. Kwa hiyo anatualika asubuhi ya leo, vijana wenzangu, wadogo zangu, watoto wangu. Mungu anatualika kwa siku ya leo. Yesu anatuita kwamba tuende kwake atupokee mizigo hii tulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tumesali kwa muda mrefu sana, hata kama ni sisi tulianzisha ushirika huu, lakini bado ametuona tuna mizigo mizito ambayo inatusababisha kwamba tuweze kurudi nyuma, hata kumtolea Mungu, hata katika kumtumikia pia. Kwa sababu ukiwa na mzigo huwa na raha duniani, huna raha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Maana mizigo ikiwa mizito, hata kama ni wewe tu umebeba ni mahindi, unatembea njiani, alafu kakuta mtu anasema we nikupokee huu mzigo. Hapa kikupokea utasema nashukuru sana kwa vile umenipokea, kwa sababu mzigo kwa kweli ulikuwa mzito. Lakini Yesu anasema mizigo ambayo tunayo ni dhambi zinazotutesa kila mmoja. Hapa tulipo kila mmoja ana mzigo wa kwake. Na dhambi zimetofautiana zinazotutesa kila mmoja katika maisha yetu. Wengine ni ndoa zinasumbua. Wengine ni kupiga tu kelele. Wengine hawana amani ya majirani hawaongei nao. Kila mtu na mzigo wa kwake. Na kila mmoja anajua mzigo wake unaomsumbua ni upi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana asubuhi ya leo Yesu anatuita sisi sote kwamba tuende kwake. Haijalishi mzigo huo ni wa kiasi gani au iko mingapi au uko mmoja sijui iko mingi, anatualika kwa siku ya leo kwamba tuende tumpelekee mizigo. Tulie tuseme Yesu sasa yatosha. Hii mizigo tumechoka nayo. Atupumzishe. Maana anasema nira yangu ni laini na mzigo wako huo ni mwepesi kwake. Hakuna mzigo mzito mbele ya Yesu ambao imeshindikana kwamba hawezi kukusaidia. Wewe unaweza ukasema sasa mizigo imekuwa mingi, imenichosha, lakini Yesu yeye mizigo hata kama iko 100, yeye anakusaidia. Anasema njoo mwanangu, njoo nikupumzishe ili upumzike uwe na amani. Maana ukiwa na mizigo amani haipo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukafanya kazi yoyote ile kwa shida kwa sababu una mizigo mizito. Lakini Yesu akiwa ndani ya moyo wako, ukimkaribisha Yesu kwamba sasa yatosha, hii mizigo imekuwa mizito, naomba unisaidie, Yesu anasikia. Ukimuita kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa upendo, Yesu anasikia. Hachagui sura ya mtu kwamba wewe ni mrefu au wewe ni mnene au wewe ni mwembamba au wewe ni mweusi sijui mweupe. Haangalii sura, anaangalia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa siku hii ya leo anatualika sisi sote tulioketi mahali hapa tuende kwake na mizigo. Kila mmoja na mzigo wake. Mimi siwezi kujua wewe una mzigo gani, alafu na wewe uweze kunijua mimi ninabeba mzigo gani. Ila moyo wako, dhamira yako na kushtaki kwamba wewe mzigo wako unaokutesa katika maisha yako ni mzigo gani. Mimi siwezi kujua, ila wewe ndiye unajua. Bwana Yesu asifiwe.
kwa sababu kila mmoja ana mzigo, na mimi nina mzigo wa kwangu. Pengine mimi ni ndoa yangu inanisumbua. Hata katika ndoa, wapendwa, tukiwa katika ndoa nako tuna mizigo. Mwenzako mkikasikiana, sijui mwenzako akichukia, huyu anachukia, kila mtu anasema la kwake. Mwingine anasema mimi sikuchagua vizuri. Mwingine anasema ni bahati mbaya sana kukuoa wewe, sikutegemea. Na mimi nasema na wewe kuolewa na wewe ni bahati mbaya. Kila mtu anasema ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yote ni mizigo. Tena katika ndoa ndio kuna majaribu mengi sana. Uzinzi unaweza kusema nitaacha. Kutukana, matusi unaweza kusema yatosha. Lakini katika ndoa pana kazi. Mungu atutie nguvu na ujasiri. Na tuombee sana hizi ndoa zetu, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja kwenye ndoa anajaribu la kwake. Anasema huyu mume Mungu basi tu. Sijui. Lakini alimchagua mwenyewe. Haikuwa giza, ilikuwa tu mchana, asubuhi. Najua lilikuwa linawaka. Anasema sikuangalia vizuri, sijui alikuwa kipofu, sijajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atujalie sana watumishi wa Mungu. Hata tunapofanya kazi hii ya Mungu, tukiwa na kwenye ndoa, tukiwa na amani, na kazi ya Mungu itaenda vizuri na tutamtumikia Mungu kwa amani. Lakini ndoa zetu zikiwa kinyume, hata kufanya kazi ya Mungu tutashindwa. Kwa sababu gani? Nitakuja hapa na waza ya nyumbani, sijui nitaingiaje, sijui nitatokaje. Mwingine atasema sijui tu niende wapi, sijui nipotea hapa nikamkutaje, sijui nini. Anapotea, anawaza mambo mengi. Mambo mengi yapo, lakini Yesu anatuita kwa siku ya leo kwamba atatupumzisha. Tulete mizigo yetu kwake. Iwe ndoa, iwe shida yoyote ile. Yoyote ile inayokusumbua, mpendwa, Mungu anakupumzisha na kusaidia. Mwanadamu hawezi kukusaidia, wanadamu ni kusomea tu. Tafikiri huko kwenye mpira wanazomeaga. Nasema sasa hivi kwa kweli ndoa yake iko vibaya. Wanacheka, faraja haipo. Hata wakufariji kwamba mpendwa, sasa hiyo ndoa yako muombe sana Mungu, sijui. Wanacheka, wanasema sijui tulimwambia kwamba utafika kweli wewe. Huwezi hata kuoa. Tulimwambia wakati hajaoa. Wanaanza kukusomea. Lakini Yesu anakuita kwa siku ya leo. Haijalishi wewe ni kijana, wewe ni mzee, wewe ni mjane, sijui wewe ni nani. Shida zako zilete kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi hii kila mmoja, neno la Mungu linatukumbusha kwamba tuilete mizigo kwake. Usitegemee mwanadamu, usitegemee mtu yoyote yule. Waumini usiwategemee. Waumini wanaweza kukukimbia muda wote. Ukizidiwa tu wanasema hebu mwache na mizigo yake. Lakini Yesu anatualika kwa siku hii ya leo. Uwe baba, uwe mama, uwe kijana, uwe mzee, na uzee wako wote huo na shida zako zote, Yesu anasema njooni kwangu nitawapumzisha. Kwa hiyo tuende mbele za Mungu, kila mmoja na mzigo wake, kila mmoja kadiri ya mzigo wako ulivyo. Kila mmoja na shida ya kwake tofauti. Hata kama ni ugonjwa, hamwezi mkaumwa ugonjwa huu mmoja. Mwingine atasema mimi naumwa miguu, mwingine atasema naumwa tumbo, mmoja atasema kichwa, mmoja atasema mikono sijui nafanya nini. Lakini yote hiyo Yesu anasema mizigo ya kila mmoja ataibeba. Ana nguvu, ana ujasiri. Anasema mizigo yote hii ataibeba, yeye kwake ni miepesi. Hata kama ni mingi, iwe michache, iwe kama magunia ngapi, Yesu anabeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, watumishi wa Mungu mlioketi mahali hapa, nimewaletea hili neno la uzima ambalo Yesu amesema kwamba tulete mizigo kwake. Kila mmoja na shida yake jinsi ilivyo. Haijalishi umeishi miaka mingapi, haijalishi umekaa miaka mingapi kanisani, au umeishije katika ulimwengu wako wote huu tangu kuzaliwa. Tumefanya dhambi nyingi sana. Na Yesu anasema yote hiyo ukileta kwake atakupumzisha. Na utakuwa na amani mbele za maisha yako. Hutachanganyikiwa wala hutapungukiwa. Ukileta tu shida zako kwa Yesu, unapokanyaga na yeye, alafu unatembea na yeye. Hata katika sifa unaimba na yeye. Utakuwa kiroho, kimwili. Utaendelea kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na tuzishinde sana hizi roho za kukatisha tamaa. Kwamba wewe hutafika sijui nini. Wewe tulikwambia sijui utafanyaje. Sema ninaye Yesu anayenitegemea, ninaye Yesu anayenilinda siku zote za maisha yangu. Kwa sababu sisi sote hapa ni wapitaji. Na Yesu ndiye kimbilio letu, hakuna mwingine. Unaweza kaenda kwa waganga sijui waganga wangapi. Huyu anasema njoo huku, mimi ninaponya hili. Huyu anasema njoo huku, ni sijui nitakufanya nini. Sijui nitafanya hiki. Lakini tumuite huyu Yesu, tulete mizigo yetu yote kwake.
Tukimtegemea kwa amani, atatupigania sisi sote, tutapona, ili tukauone utukufu wa Mungu siku ile ya mwisho. Maana anasema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao, nira yangu ni laini. Tukileta mizigo hiyo, tutakwenda kwa amani na Mungu atatubariki. Tutaimba pamoja naye, tutatembea naye, tutasifu naye. Hata katika michango hii tutatoa pamoja na yeye na atazidi kutubariki. Mungu azidi kutubariki watu wa Mungu tunapoendelea na kilele hiki cha maombezi. Mungu azidi kututia nguvu na ujasiri. Mungu abariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Naomba Waswahili mtanisamehe. Nataka niongee kidogo Kiingereza cha huku bondeni. Bwana Yesu asifiwe. Kiingereza chetu ni hiki. Biblia yukoti isaga kukwangu mweshi. Umwe mmesikia Kiswahili? Abape bonde pano balipo babapiri Kiswahili bamubana gashuti kala kujuga chakogu ku Uingereza. Po batakupulika po bope tubigulira urwigira umurwa ruripo kuti saba soke nukuti apamashugo bayuga agati koni kuliko za batingishe yuma bamwimikite kali bakuti naskwira cha yugaga je chobe tabene bamanyire akutikali twese twebo ofundi. Biblia yikuti isaga kukwangu mweshi. Mwe muri ni mishigo igiyambibi. Weyesa kutolanjira. Okotire nguli no mushigo. Sona tire imishito ichindali. Maana giripe mipepe ni mishito. Imipepe abandula isisho kutola. Lakini imishito gyogi kuba mikafu. Uru muzigo lenga musito ubagira gwitwike bimwe. Ukolondo msada. Lakini ukiwa mwepesi unajitwisha. Isaga kukwangu mweshi mwe. Mukoliwe ni mbombo ni mbibi shapa chisu. Uchala kuti. Ndimba hawa keri mbibi shimu. Soana kuti umushigo wangu inira yangu nyepesi jikuhowa kero mundu gweshi yura bila kumanya kutabombite mbibi jiki. Akabaliro kamatire kwa Isaya pope isambishinu shibe ngese fungatiriropa ingwisa kushisuka shibe nyeru shakage otirultondwa rwako mwanya. Kwa hiyo Mungu ana maana. Anapotualika alipowe kutaka tingi Mungu hakunialika. Maana amesema njoni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo ya dhambi nami nitawapumzisha. Jitieni nira kwangu. Maana mzigo wangu ni laini na ni mwepesi. Kwa Mungu atusaidie kwa maneno haya. Womaji akurangira burangira kuti mwise kwangu mweshi mwe muri ni mbibi. Onendi mbasuke shibe mubeberu. Alipa jumoka yuwaga wakuti abawazo wazo tukutuzozo namba moja wijesu. Maana ruwa kisa gapano akaga bingi bachafu. Pakandasho kujora akandu kuzoa andu kusuka. Asuka baba beru. Nugwa popo ulufumite kumatope. Popo kuboneka lenoru. Wemu na mutota tutalimu. Bwana Yesu asifiwe. Liyo lishu liyo toboke nali.